Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Ofisi ya Msajili wa Vyama vya Siasa, yahusu malalamiko kuhusu ukiukwaji wa sheria ya vyama vya siasa, katiba na kanuni za chama chenu The Civic United Front CUF katika uchaguzi mkuu wa viongozi wa kitaifa uliofanyika tarehe 18 na tarehe 19 Disemba 2024. Naomba mrejee suala tajwa hapo juu. Napenda kuwataarifu kuwa Ofisi ya Msajili wa Vyama vya Siasa imefanyia kazi malalamiko yaliyowasilishwa kwa Msajili Mkuu wa Vyama vya Siasa kuhusu uchaguzi mkuu mliofanya tarehe 18 na tarehe 19 Disemba 2024, ambapo baada ya kuchambua maelezo ya pande zote mbili, yaani walalamikaji na majibu ya uongozi wa CUF kupitia sheria husika ikiwemo Sheria ya Vyama vya Siasa sura ya 258 (RE 2023), Katiba na kanuni za chama chenu CUF, msimamo wa Msajili wa Vyama vya Siasa ni ufuatao. Hakuna sharti katika Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977, Sheria ya Vyama vya Siasa ya sura ya 258 au sheria nyingine za nchi yetu inayoeleza kuwa mwanachama wa chama cha siasa anapokuwa na malalamiko yanayohusu chama chake lazima ayawasilishe ndani ya chama chake, au mwanachama wa chama cha siasa anapokuwa na malalamiko yanayokihusu chama chake lazima ayawasilishe ndani ya chama hadi afikie ngazi ya mwisho ndipo alalamike nje ya chama. Hivyo, wanachama wa CUF wana haki ya kuwasilisha malalamiko kwa Msajili wa Vyama vya Siasa hata kama wamewasilisha rufaa ndani ya chama au hawajawasilisha, kwa sababu Msajili Mkuu wa Vyama vya Siasa anayo mamlaka ya kushughulikia mamlaka yote kuhusu uchaguzi wa viongozi na uteuzi wa wagombea ndani ya chama cha siasa kwa mujibu wa kifungu cha 4(5)(a), kwa sababu Msajili wa Vyama vya Siasa anayo mamlaka ya kushughulikia malalamiko yote kuhusu uchaguzi wa viongozi na uteuzi wa wagombea ndani ya chama cha siasa kwa mujibu wa kifungu cha namba 4(a)(b) na kifungu cha 9(a)(2) cha Sheria ya Vyama vya Siasa bila kujali mchakato wa ndani ya chama na kushughulikia malalamiko. Kitendo cha Profesa Ibrahim Lipumba kutokuchukua na kurejesha fomu yeye mwenyewe hakina uzito wa kumfanya asiwe mgombea, kwani katiba na kanuni za CUF hazijaweka sharti mahususi kwamba lazima mgombea achukue na kurejesha fomu yeye mwenyewe. Kwa mujibu wa kifungu cha 9(3) cha Sheria ya Vyama vya Siasa na ibara ya 82(1) ya Katiba ya CUF toleo la mwaka 2019, Baraza Kuu la Uongozi la Taifa CUF ndilo lenye mamlaka ya kutunga kanuni zote za CUF. Kwa mujibu wa misingi ya kisheria na maamuzi, mtu au chombo chenye mamlaka ya kutunga sheria ndiyo kinakuwa na mamlaka ya kuirekebisha au kuifuta. Hivyo, kwa kuwa Baraza Kuu la Uongozi la Kitaifa CUF ndilo lenye mamlaka ya kutunga kanuni zote za CUF, basi lina mamlaka ya kufuta, kurekebisha na hata kusimamisha baadhi ya kanuni zisifanye kazi katika matukio fulani. Maelezo ya pande zote mbili, yaani walalamikaji na walalamikiwa, nyaraka zilizowasilishwa na ushahidi wa maelezo ya watu waliokuwepo katika kikao cha Baraza Kuu cha tarehe 15 na tarehe 16 2024 na mkutano mkuu wa CUF wa uchaguzi wa tarehe 18 na tarehe 19 Disemba 2024. Inadhihirisha kuwa kanuni ya 7.1.4 ya kanuni za uchaguzi wa chama ndani ya chama cha CUF za mwaka 2018 inayohusu mshindi kupata zaidi ya nusu ya kura zilizopigwa haikuteguliwa na kikao cha Baraza Kuu Taifa la CUF cha tarehe 15 na tarehe 16 Disemba 2024, na kwamba huenda muhtasari wa kikao hicho cha Baraza Kuu ulioongezwa maneno ili kukwepa uwajibikaji. Hivyo, chaguzi zote zilizofanyika katika mkutano mkuu wa CUF wa tarehe 18 na tarehe 19 Disemba 2024 ambazo hakuna mgombea aliyepata kura zaidi ya nusu ya kura zilizopigwa zilipaswa kurudiwa, na kwa kuwa hazikurudiwa, waliotangazwa kuwa ni washindi, ushindi wao ni batili. Chaguzi hizo ni pamoja na uchaguzi wa mwenyekiti wa taifa, uchaguzi wa makamu mwenyekiti Zanzibar na uchaguzi wa makamu mwenyekiti bara, ambapo muhtasari wa mkutano mkuu huo unaonesha bayana kuwa hakuna mgombea aliyepata nusu ya kura hizo, ambapo muhtasari wa mkutano mkuu huo haukuonesha bayana kuwa hakuna mgombea aliyepata zaidi ya nusu ya kura zilizopigwa. Kwa msingi huo, kwa mujibu wa kifungu cha 4(5)(a) cha Sheria ya Vyama vya Siasa na kanuni za uwasilishaji na ufuatiliaji wa vyama vya siasa za mwaka
mwaka 2018 mabano TSN 953, msajili wa vyama vya siasa anaelekeza chama cha siasa cha CUF mrudie uchaguzi huo kama ambavyo kanuni za uchaguzi cha chama ndani ya chama cha CUF toleo la mwaka 2018 zinavyoelekeza. Maelezo ya kina kuhusu malalamiko yaliyowasilishwa, majibu ya malalamiko hayo kutoka kwa uongozi wa CUF na uchambuzi wa hoja za pande zote mbili yameambatanishwa pamoja na barua hii. Nashukuru kwa ushirikiano wenu.